Hili ni pumzisho la Mungu kutoka kwa Andrew Kiluru. Limekuja nyumbani kwako kukwambia kuhusu msingi wa ulimwengu wa kiungu. Popote ulipo, chochote kilichopo, ili kiwepo pale, ili maisha yake yaendelee kuwepo, kina msingi ambao umekiweka kiwepo hapo popote kilipo. Wewe hapo ulipo una msingi ambao unakufanya ukaitwa wewe. Una msingi ambao unakufanya ukaitwa mwanadamu. Una msingi ambao unakufanya ukaitwa mtoto. Una msingi ambao unakufanya ukaitwa mkubwa. Una msingi ambao unakufanya ukaitwa mwanamume, ukaitwa mwanamke, ikaitwa biashara, likaitwa taifa, ikaitwa chochote popote kilipo. Msingi ndio nguzo ya ufalme. Msingi ndio nguzo ya nyumba. Msingi ndio nyumba. Msingi ndio ufalme. Msingi ndio maisha yako. Msingi ndio wanadamu wako. Msingi ndio wanamume wako. Msingi ndio wanamke wako. Msingi ndio biashara yako. Msingi ndio chochote kwa kuitwa kwako. Hata nyumba katika kujengwa kwake, msingi ndio nyumba, kwa kuwa ukuta ni uzao wa mwonekano wa msingi. Chochote kilicho katika nyumba ni uzao wa upya wa mwonekano wa msingi, na kufanya chochote kilicho kuwepo katika nyumba bado ni msingi. Bado ni msingi. Ndio. Kwa hiyo ninapokuja nyumbani kwako, hapo nilipo katika nyumba yako, ninapokuambia kuhusu msingi wa ulimwengu wa kiungu, na maanisha maisha yako wewe, msingi wa maisha yako, kwa kuwa wewe ni uzao wa msingi wa ulimwengu wa kiungu. Wewe ndiye upya wa mwonekano wa msingi wa ulimwengu wa kiungu, kwa kuwa wewe ni wa sura ya Mungu kwa kuumbwa kwako. Wewe ni wa sura ya Mungu kwa kuonekana kwako popote pale ulipo. Ndio maana ni muhimu kujua msingi wa kiungu, kwa kuwa msingi wa kiungu ndio msingi wa maisha yako. Msingi wa ulimwengu wa kiungu ndio msingi wa ndio msingi wa maisha yako, ndio msingi wa biashara yako, ndio msingi wa familia yako, ndio msingi wa ndoa yako, ndio msingi wa wanamume wako, ndio msingi wa wanamke wako, ndio msingi wa taaluma, taasisi, ndio msingi wa dunia, ndio msingi wa taifa, ndio msingi wa chochote popote pale kilipo. Na msingi wa ufalme wa kiungu, msingi mkuu wa ulimwengu wa kiungu ni uwepo wa Mungu. Narudia, msingi msingi wa ulimwengu wa kiungu ni uwepo wa Mungu. Uwepo ndio msingi mkuu wa ulimwengu wa kiungu. Uwepo wa Mungu
umefanya utawala ukawepo. Uwepo wa roho iliyo sahihi umefanya ufalme ulio sahihi ukawepo. Uwepo wa nuru iliyo vema imefanya ufalme ulio vema ukawepo. Kwa hiyo msingi wa ufalme ni uwepo. Narudia, msingi wa ulimwengu wa kimungu ni uwepo wa Mungu, uwepo wa roho, uwepo wa nuru iliyo sahihi, uwepo wa nuru iliyo vema. Ndiyo, popote ulipo, tambua msingi wa ulimwengu wa kiungu ni uwepo, kwa kuwa uwepo ndio roho njema, ndio roho iliyo sahihi, ndio roho iliyo ya kiungu, kwa kuwa hakikuwepo chochote zaidi ya roho iliyo sahihi, zaidi ya nuru iliyo sahihi, na kufanya msingi mkuu wa kiungu ni uwepo wake. Msingi mkuu wa ufalme wa kiungu ni uwepo, na kufanya kama ulivyo msingi mkuu wa kiungu ni uwepo, ndivyo ulivyo msingi wa maisha yako, kwamba ni uwepo wako. Narudia, kwa kuwa wewe ni wa msingi wa kiungu, wewe ni uzao wa msingi wa kiungu, wewe ni uzao wa msingi wa uwepo, basi wewe msingi wako wa maisha yako ni uwepo wako, ni uwepo. Msingi wa ndoa yako ni uwepo wa ndoa yako. Msingi wa familia yako ni uwepo wa familia yako kwa jina hilo. Msingi wa taifa lako ni uwepo wa taifa lako kwa jina husika. Msingi wa uwanamume wako ni uwepo wa uwanamume wako kwa jina husika. Msingi wa biashara yako ni uwepo wa biashara yako hiyo hiyo kwa jina husika. Msingi wa taaluma yako ni uwepo wa taaluma yako kwa jina husika. Msingi wa watoto wako ni uwepo wa watoto wako. Msingi wa wewe mzazi ni uwepo wako wewe mzazi. Ndiyo, acha nikwambie, popote ulipo, uwepo wako haupo kwa kuwa umeshinda chochote, kwa kuwa umekishinda chochote. Uwepo wako popote ulipo upo kwa kuwa umekubalika na uwepo wa chochote, kwa kuwa chochote ni cha sura ya uwepo wako, kipo kutumikia uwepo wako. Wewe uliye na biashara hapo ulipo, serikali ipo kutumikia uwepo wa biashara yako. Kiwanda, mkulima, mfanyabiashara
mnunuzi, mwananchi, chochote, hata sisimizi aliye katika ardhi, yupo kutumikia uwepo wa biashara yako, kwa kuwa msingi wa biashara yako ni uwepo wake. Na hupo hapo, si kwa kuwa umeshindana na chochote ukakishinda, si kwa kuwa wewe umekuwa bora ya chochote, kwa kuwa umekubalika na uwepo wa chochote popote pale kilipo. Ndio uwepo wa familia yako, wana mume wako popote pale ulipo, haupo kwa kuwa umeshinda chochote, umewashinda wote, bali umekubaliwa na wote, ikiwa na maana umekubaliwa na Mungu, umekubaliwa na msingi wa uwepo wa kiungu, umekubaliwa na uwepo wa Mungu, na uwepo wa Mungu upo kukusaidia, upo kukupumzisha katika kila kilichopo katika uwepo wa maisha yako. Usisumbuke, usizidiwe wala kupungukiwa na chochote, bali uwepo wa maisha yako uwe wa starehe. Ndio, na kwa kuwa msingi wa maisha yako ni uwepo, msingi wa maisha yako ni uwepo wako hapo ulipo, kwa kuwa kwa uwepo wako hapo ulipo tayari umekubali kwamba Mungu yupo. Kwa uwepo wako tayari umelizia uwepo wa Mungu, umelizia uwepo wa wote waliopo, uwepo wa vyote vilivyopo, kwani ni vya kufanana na wewe kwa uwepo wako, kwani ni sura ya uwepo wako, ni sura ya upya wa msingi wa uwepo wako, wewe mwanamume, wewe mwanamke, wewe mwanadamu, wewe ule mwanataaluma hiyo, wewe familia, wewe ukoo, wewe taifa, wewe popote kwa jina la kuitwa kwako. Kwa hiyo uwepo wako tayari umekulizia uwepo wa Mungu, uwepo wako umelizia, umekubali uwepo wa Mungu. Uwepo wa Mungu maana yake wote walio wa kufanana na wewe, wote waliopo kwa upya wa kuonekana kwake kwa majina ya kuitwa kwa kimoja na kingine. Ndio, na uwepo wa chochote popote pale kilipo kimelizia, kimekubali, kimelizika na uwepo wako hapo ulipo. Kwa hiyo maisha yako popote ulipo kwa kuishi yameliziwa na chochote popote kilipo wewe uishi, na chochote popote kilipo kipo kuyatumikia maisha yako yawe ya starehe au pumziko. Kila unapotaka kujiuliza mbona maisha yako yapo hivi, chochote popote kilipo kinaonyesha, kinakuja kukuonyesha uzuri wa wewe kuendelea kuishi kwa kukuongezea kile ambacho ulihisi uwe nacho. Ndio maana
Mungu yupo hapo siku zote. Mungu yupo na wewe siku zote kwa uwepo wake, na wewe upo na Mungu siku zote kwa uwepo wako hapo ulipo, kwa kuwa wewe ni upya wa ule msingi wa uwepo wa Mungu. Wewe ndio upya wa ule msingi wa mwonekano wa upya wa Mungu, wa upya wa uwepo wa Mungu. Ndio maana popote ulipo, hatukuulizi baba yako, mama yako ni nani, mama yako anaonekana vipi, bali tunakutazama wewe na kumwona mama yako jinsi alivyo, baba yako jinsi alivyo. Popote ulipo, hatukuulizi Mungu wako anaonekana vipi, au jielezi kuhusu Mungu wako ana uzuri vipi, anatakiwa kuonekana vipi. Lakini ninapokutazama, unapoonekana, uwepo wako unaeleza Mungu wako yuko vipi. Narudia, uwepo wako unaonekana, unaonyesha Mungu wako yuko vipi. Popote ulipo, uwepo wako unaonyesha Mungu wako yuko vipi. Inaonyesha uzuri wa upya wa mwonekano wa Mungu wako wewe. Kwa ukinieleza Mungu wako ni mzuri kiasi hichi, Mungu wako yuko hivi na hivi, basi huonekana katika uwepo wako. Ndiyo, ni mzuri kwa kuwa wewe upo katika kuonekana huko, katika maisha yako, kwenye biashara, kwenye taasisi, kwenye kazi, kwenye elimu, kwenye uwanamume, kwenye uwanamke wako, kwa kuwa chochote kilichopo kimetoka hapo ulipo, kimetoka katika uwepo wa maisha yako. Kuridhia vyote viwepo kwa wewe kuwepo. Kwa hiyo msingi wa maisha, msingi wa ulimwengu wa kiungu ni uwepo. Popote ulipo, kwa uwepo wako Mungu amelizia wewe uwepo, na wewe haujamshinda yoyote. Kwa uwepo wako chochote kilichopo popote kimelizia wewe uwepo, si kwa wewe kukishinda, bali kwa vyote kuwepo vimelizia wewe uwepo. Mungu amelizia wewe uwepo kwa uwepo wake. Wewe umelizia Mungu aonekane, kila kimoja kilichopo kiwepo kwa wewe kuwepo. Kwa hiyo nini kinafuata? Wewe ishi katika biashara yako. Biashara yako usifunge. Uwepo wake ndio msingi wa wateja kuwepo wapo, ndio msingi kwa serikali kuwepo hapo, ndio msingi kwa fedha kuwepo hapo, ndio msingi kwa almasi kuwepo hapo. Popote ulipo kuwepo tu inatosha. Kwenye ndoa yako uwepo wako tu unatosha. Watoto kuwepo hapo, mume kuwepo hapo, mke kuwepo hapo, wazazi kuwepo hapo, chochote kuwepo hapo, mashamba kuwepo hapo. Na leo hii havitakosekana katika uwepo wako hapo. Chochote kilichopo hakitakosekana katika uwepo wako hapo ulipo. Ndiyo, ulikuwa unadhamiria kufunga ofisi hiyo, ulikuwa unadhamiria kufunga taasisi hiyo, lakini nakwambia msingi wa taasisi hiyo ni uwepo wake tu. Na kwa kuwa hapo umesikia neno hili, hakitakosekana
kwenye taasisi hiyo chochote. Taasisi hiyo haitapungukiwa na kufungwa, haitazidiwa na kuweza kufungwa. Hapo ulipo ndoa hiyo haitazidiwa na wewe ukakimbia kwenye ndoa hiyo, haitapungukiwa na chochote wewe kukimbia kwenye ndoa hiyo. Watoto wanazaliwa hapo kuanzia sasa. Uchumi unazaliwa hapo kuanzia sasa. Afya inazaliwa hapo kuanzia sasa. Pokea pumzisho hili popote ulipo, kwa msingi wa kiungu, kwa msingi wa kiungu wa ulimwengu wa kiungu ule wa uwepo, na ukafanya usipungukiwe na chochote wala kuzidiwa na chochote, bali kustareheshwa na chochote. Ndivyo utakuwa kwako hapo ulipo. Ndivyo kuanzia sasa unaanza kuwepo hapo ulipo. Kwa uwepo wako hapo ulipo usipungukiwa na chochote, kwa kuwa msingi mkuu ni uwepo wako. Uwepo wa biashara yako, uwepo wa ofisi yako, uwepo wa wanamume wako, uwepo wa wanamke wako. Hautakosa mume, hautakosa mke, hautakosa watoto, hautakosa walimu, hautakosa kazi, unayo cheti, unayo elimu, hautakosa nyumba, hautakosa chochote, kwa kuwa vyote vipo hapo kukusaidia, vyote viko hapo kukustarehesha, kwa kuwa upo hapo kwa kuliziwa na vyote hivyo kwa mahitaji ya kukustarehesha. Usihofu tena, usishaki tena. Mungu yuko hapo, nipo hapo kukupumzisha. Pokea pumzisho hili, pokea pumzisho hili. Hautapungukiwa na chochote, hautazidiwa na chochote, hautabaki kitupu katika maisha yako. Pokea pumzisho na hili, pokea pumzisho la Mungu. Kwani familia yako, watoto wa kiume na wa kike wanazaliwa kabla ya mwaka huu, kabla ya tarehe hii ya mwaka huu kuisha, ya mwaka huu kuisha, kabla ya tarehe hii ya mwaka ujao, utakuwa umezaa watoto. Utakuwa na watoto wa kiume kwa wa kike. Utakuwa umeolewa, utakuwa umejenga, utakuwa umeoa, utakuwa umetajirika. Chochote popote ulipo kwa uwepo kitakuwa kimezaa na kuongezeka katika upya wa uzuri wa kuonekana kwake, nawe ukafurahia uwepo wa kuwepo kwake. Pokea pumziko hili na furaha ya raha ya msingi wa kiungu, wa uwepo wake, wa msingi wa ulimwengu wa kiungu, wa uwepo uwe pamoja nawe popote pale ulipo. Pokea na uwe kwako.